kipenga cha mwisho ndo hichi kimeshalia, na tuko tayari kabisa kukuletea yale tuliyokukusanyia siku ya leo kwenye episode yetu ya 352. Hivi unajua kipenga cha mwisho kimefikisha episode 352 tangu kimeanzishwa? Kama ulikuwa hujui, baki nayo hii. Tulikuwa na nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup iliyochezwa kule Tanzanite Kwaraa Stadium kule Manyara, Babati, mkoani Babati. Na moja kati ya mechi ambayo ilivuta hisia nyingi sana za wadau wa soka pamoja na timu zenyewe, washabiki wake, wanachama na watu mbalimbali walikuwa wanaifuatilia hii mechi. Na ndio mechi pekee iliyochezwa ya kiushindani iliyochezwa ndani ya wiki hii ya tangu kipenga cha mwisho kiruke Alhamisi iliyopita. Bila shaka najua mtataka kusikiliza kwamba je, kweli Simba kafungwa goli 3-1 kihalali? Sitakuwa peke yangu, nipo na wenzangu Simon Belwa kwa mara nyingine tena, Omar Yusuf, mzee wa kunyosha mistari. Karibuni sana jamaa. Asante sana bwana kazi. Wazima kabisa? Tunamshukuru Mungu. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, wazima wa afya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Naam. Bwana, siku ya Jumamosi tunachinja. Sasa mbuzi vipi kule kwenu? Mbuzi pwani kibao, mbuzi wamejaa. Karibu sana, mbuzi wa kununua kwa wengi, na sisi kule kutakuwa na shughuli mbalimbali za kuchinja. Karibuni sana pwani. Inshallah. Naam. Natarajia tutachinja mbuzi kwa niaba ya kipenga cha mwisho. Inshallah. Sawa. Naam. Safi sana. Tuna mechi ya nani? Ya Simba na Singida. Kwa haraka, waamuzi walienda nayo sawa sawa? Kwa haraka ukiangalia mechi ilikwenda vizuri. Alajiga alijitahidi kwa uwezo mkubwa sana, na anaonesha Alajiga ni mwamuzi mkubwa, ni mwamuzi ambaye anatenda haki. Omar? Mimi nimeiangalia mechi, imeenda vizuri. Matatizo yapo tu madogo madogo ya kibinadamu ambaye hayakosekani kwa refari yote, hata ukimtoa huko Kolini ukimleta Kolini, haya matatizo anayo vile vile. Basi tutaenda kumwangalia Alajiga na wenzake baada ya mapumziko mafupi. Mtazamaji, na tuko tayari kabisa kupitia matukio mbalimbali ambayo tuliweza kukusanyia kupitia mechi ya Simba dhidi ya Singida Black Stars kwenye nusu finali ya CRDB Bank Federation Cup. Kama ilivyokuwa inatarajiwa, Simba Sports Club, Singida Black Stars imekuwa moja kati ya mechi kubwa. Tukisema mechi kubwa zinafahamika. Yeah. Dabi ya Kariakoo Ya kwanza June 15. Yeah. Ni moja kati ya dabi kubwa. Yeah. Ukija Simba Azam, ukija Yanga Azam. Yes. Sasa hivi Simba Singida, Yanga Azam Singida. Zote hizi ni kati ya nimesema ni kati ya mechi kubwa. Zipo nyingi, mechi kubwa zipo nyingi. Na mechi kubwa huchezwa kikubwa na huchezeshwa kikubwa. Yeah. Au sivyo? Sahihi kabisa. Dakika ya pili tu ya mchezo, Belwa, Naam.
tukio hili, dakika ya pili ya mchezo, Ndio. sawa? Ndio. Kwanza ni faul ya aina gani? Ambayo imetokea hapo. Wewe mwamuzi, Ndio. upo katikati ya uwanja, Ndio. inatokea incident hii, unahukumu vipi? Hii ni free kick. Kwa sababu Kibu Denis alikwenda kumbloko tu, kwamba kwa konga, wanaita konga wenyewe watoto wa mjini. Okay. Hakuwa na nia ya kupiga, Sio kiwiko. sio kiwiko. Kwa hiyo ni faulu ya kawaida tu, free kick kwenda opponent, kwa maana kwenda upande wa Simba. Unamfahamu mtu mmoja anaitwa Shamis? Shamis. Shamisi, namkumbuka. Unamkumbuka huyu mtu? Namkumbuka ile siku. Sasa hivi hiyo imekuwa kama ni diary yangu. Okay. Huwa ni mfuatiliaji mzuri sana wa mechi, mfuatiliaji mkubwa sana wa kipenga cha mwisho. Okay. Na ni mtu ambaye anapenda kujua. Hii aliniambia kazi hii kadi nyekundu. Omar, wewe unasemaje? Mimi hii faulu unaweza ukaiangalia mara mbili. Ndio. Unaweza ukaweka faulu ya kawaida, lakini kwa jinsi ilivyofanyika hapo, nimemwangalia Kibu Denis kwamba kwanza lazima umwangalie Kibu alikuwa na nia gipi. Okay. Nia ipi? Yaani Kibu yeye alikuwa na nia yake ni nini? Nia yake ni nini? Okay. Nia yake kucheza mwili wa mtu, nia yake kumzuia, au nia yake kufuata mpira. Unaona? Yeah. Lakini ukiangalia hapo kwamba Kibu na huyu walikuwa wako 50, wako sawa, wote wako sawa, wote wako 50-50. Ngoja tujitosheleze kwamba kweli walikuwa 50-50. Unaona, huyu anakuja na Kibu, huyu hapa anamtoka hapo, huyu hapa anamtoka ngoma, anamtoka ngoma hapo. Kwa hiyo Kibu hapa akageuka, kwa hiyo wote wako sawa. Umeona? First touch. First Kibu alipiga ndefu. Yule kapiga ndefu. Kwa hiyo akamtamanisha Kibu. Sasa Kibu Kibu alivyoona, obviously inafahamika kwamba ukiwa unaanza mwendo na mwenzako alishaanza mwendo, yule ambaye alishaanza mwendo lazima atakupita wewe ambaye unaanza mwendo. Au sio? Kwa hiyo Kibu katika kuona kwamba hapitwi, akabidi kwanza anyoshe mkono. Sio? Anyoshe mkono. Okay. Ampe nini ndio watu mjini wanaita nini? Wanaita konga. Kwanza ampe konga kwanza. Sawa. Ili asiweze kufikia ule mpira. Kwa hiyo hapa kwepo na intention ya kupiga kiwiko. Hamna direction ya kupiga kiwiko. Hapo ilikuwa ni faulu tu ya kawaida. Una hukumu nini wewe? Ni direct free kick. Kadi? Haina kadi. Hii haina kadi kutokana na mwelekeo wa huyu mchezaji alipokuwa anakwenda. Haina kadi, ni direct free kick kuelekea Simba. Sawa. Tuseme Arajiga hii hakuihukumu kutokana na mchezo haujachanganya, au kwa sababu hakuhukumu hii faulu? Hii Arajiga kwa uwezo wake Arajiga ilikopo na bado ilikuwa hajachanganya. Alikuwa hajachanganya. Hata mbele ya hii, ina maana Arajiga kulikopo kuna wachezaji inaonekana kama walimziba hivi. Kuna wachezaji walimziba Arajiga. Unaona? Hapana. Hamna. Hii Arajiga alikuwa hajachanganya. Alikuwa hajamka. Hajamka vizuri. Alikuwa hajachanganya kwa ninavyomjua Arajiga. Haya. Tukio la pili. Leo tuna matukio kama 12 hivi. Yote yametoka kwenye mechi hii. Dakika ya 4 ya mchezo inasui kutoa kadi ya njano. Dakika ya 4 ya mchezo.
Swi? Yellow card ipo. 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 Yellow card ipo. Kwa Alistahili. nini kuna yellow card? Kwa nini na yellow card? Kwanza akazuia shambulizi. Umemaliza. Umemaliza. Naomba ifahamike hivi. Tukio lolote la kuzuia shambulizi linaloelekea kuleta goli kwa njia isiyo halali huwa lazima tuadhibu kwa yellow card. Au sivyo? Ndio ukubwa wa La Liga sasa hapo namuona. Yellow card lazima hiyo. Huwa tunashauriana kwamba tusitoe kadi mpaka dakika ya 15 na kuendelea. Lakini haimaanishi ikifanyika kosa ambayo inastahili kadi tusubiri dakika ya 15. Hii ilikuwa ni shambulizi ambalo lilikuwa linaelekea kwenye lango la Singida Big Star. Na mlinzi wa Singida akaona kwamba hii kweli ni hatari, akaamua moja, mpira uende mtu abaki, au mpira ubaki mtu aende. Yeye akambakisha mtu. Alajiga aliona vizuri, akahukumu yellow card. Sawa kabisa. Hebu tusije tukaambia bana, mbona yule jamaa alicheza mpira? Hakuna namna yote alicheza mpira, au sivyo? Wakati mpira uko hapo kwenye mguu wa Valente, yeye mguu wake ulikuwa bado haujafika. Kwa hiyo hii tunaita nini kitaalam? Mbelwa kitaalam faulu alicheza Singida tunaita ni mgusano au yani amemgusa mwili wa mtu, kwa maana ya kitaalamu tunaita ni reckless foul. Foul. Mimi napenda kuongeza kitu. Late challenge. Amemchezea foul wakati mpira umeshaondoka. Au sivyo? Ndio. Haya. Tunakuja Kamara alishinda kuendelea na mchezo. Dakika ya 19 ilitokea tukio. Ni tukio la kawaida au kulikuwa na dalili fulani za, kwa sababu kwenye kuruka nimeona mguu wa Jonathan Soa ukiwa umenyanyuka juu sehemu goalkeeper alipokuwa anakuja. Hii tunaihukumu vipi? Kazi hapa ukiangalia Kamara alikuwa na target kwenda kudaka mpira, lakini Osoa naye alikuwa anaangalia mpira unavokuja ili acheze kichwa. Kwa mtazamo wangu mimi hakukusudia. Mguu wa nyuma ulivyonyanyuka, ndio nasema hakukusudia, kwa sababu wakati anaruka juu anaenda chini lazima utangulize mikono miguu. Hakukusudia kwa mtazamo wangu mimi, lakini ni faul ambayo ni ya kawaida. Faul kwenda kwenye goli la Singida Big Star, kwa sababu hakuzamilia. Bwana, huu mguu wa kushoto, hebu mbele subiri kidogo. Huu mguu wa kushoto ameunyanyua kwa makusudi na sasa yani kuna ngoja tumsikilize nani, alafu tuichangie pamoja hii. Mguu wa nyuma wa Soa haukukusudia. Serious. Hapo bwana kuna kitu nataka nikwambie. Lazima uchukue Jonathan Soa kwanza profession. Yes. Mchezaji wa kimataifa. Of course. Ni mchezaji mzuri. Yaani anajua kabisa katika timu. Yes. Yaani mimi ni nani nikimuondoa nitakuwa nimeiharibu timu yote. Okay. Kwa hiyo ili aloenda sio kama Kamara, sio kama Jonathan Soa kumuona Kamara anapokuja. Si umenielewa? Ngoja tuipeleke taratibu.
Sasa umeona sana kwambia. Huo mguu wa nyuma huo. Wacha mguu wa nyuma sana ni kazi. Aha. Yaani Jonathan Soa alijua hichi anachoenda kufanya. Ndio. Alijua moja kwa moja huyu lazima aende nje tu. Kama kutaka huyu, yani alijua moja kwa moja huyu lazima. Unakumbuka foul aliyocheza Sergio Ramos dhidi ya Mohamed Salah? Mohamed Salah. Nakumbuka. Ilihukumiwa foul pale? Haikuhukumiwa. Kwa nini haikuhukumiwa foul kule? Ile foul si ndio nakwambia hizo foul za very professional foul. Very very professional foul. Yaani Jonathan Soa ule mguu wa nyuma. Ule wa chini ule. Alikuwa anajua Kamara lazima atakuja kuingia. Yaani alikuwa anajua huyu. Either aliamua kumtegeshea ili asimuumize yeye kwa sababu yeye alikuwa anaenda chini, kamwekea kama kinga, au hii Osman. Yeah. Soa alijua huu mpira sina uwezo wa kuupata. Alichokwenda kwamba yani Soa hapo amemtegea vitu viwili Kamara. Kamtegea mguu, ataka kumwekea na mgongo. Anajua kabisa akishuka chini lazima. Muona jinsi alivyoshuka Kamara. Hebu samani. Kamtegea mguu chini na mgongo. Sawa, tunamzungumzia Soa. Mguu huu hapa. Umna huu hapa. Ameunyanyua, unaona kaunyanyua vizuri. Lakini Soa naye hapo kafikaje? Wapi? Hapo. Ujue Soa kipa kamuona. Unaona hiyo kitu? Angalia hiyo kitu kwanza. Sawa. Mkono wa mchezaji wa Simba pushing Hamza. Upeleke. Hakuna pushing ile ya kumsukuma kwa nguvu. Pushing hapo ambapo. Unasikia? Ya kitekniki sana nao pia. Yaani mikono yake pushing hapana. Pushing hapo Hamza. Pushing hapana. Yaani mikono yake wakati anakimbia Soa, hii mikono yake Hamza ilikuwa iko. Tunachukua maamuzi gani hapa? Hapa. Hapa ilikuwa faulo ya kawaida. Na adhabu yake hapa ilikuwa yellow card. Yellow card. Kwa Soa. Kwa Soa. Yellow card. Soa alikuwa anataka apate yellow card. Lakini kazi pia tuangalie position ile iliyokuwa mwamuzi wakati tukio linatokea. Alikuwa anataka yellow card. Sawa. Mwamuzi yuko wapi hapa? Mwamuzi aliko. Faulo na yellow card. Tuangalie mwamuzi pia alipokuwa, unaona? Okay, mwamuzi huyu hapa. Kwenye engo hii ndio mwamuzi anaonekana. Unaona sema alipo? Alikuwa mbali na tukio. Yes. Why? Maanisha hivyo. Alikuwa mbali namna hiyo. Sawa. Sawa? Hii alipiga faulo. Yeah. Ile hukumiwa faulo. Ila hakutoa kadi. Hakutoa. Hapa kwa kadi. Hapa itakuwa umeona ukitaka kuthibitisha kwamba alitoa foul, angalia nani hii hapa anaucheza mpira. Kamara ameucheza mpira, wamemgonga Shemalon. Shemalon wakati anaukimbilia akapunguza mwendo, na unamwona Arajiga anakuja akikimbia kuelekea. Unamwona huyo huko pembeni? Nimemwona katoa foul. Au sio? Kwa alihukumu foul hapa. Alihukumu foul. Foul ni sawa. Ala hii unaweza ukasema kutojali usalama. Haya. Kwa hiyo tunamalizia kwa kusema yellow card. Yellow card. Maana yake ilikuwa ni atoe yellow card kwa Soa. Reckless challenge. Yellow card. Haya. Tuna mtu anaitwa Morris Chuku. Morris Chuku tunamjua. Mmoja kati ya wachezaji wazoefu kwenye ligi zetu mbalimbali. Au sivyo? Ndio. Hii vipi? Advantage, sio? Okay.
aliacha advantage lakini baadaye akahukumu, katoa advantage vizuri. Yes. Akaona advantage haijakamilika, hawajapata faida. Chuku kwa tukio hili hii tunamhukumu nini? Kazi hii ni yellow card, free kick kwenda kwenye goli la Singida, au sio? Kabisa, free kick kabisa. Yeah. With kadi ya njano. Omar, tuko pamoja? Ila hapo naangalia sasa huyo Chuku wakati anamkata mkwala hapo. Ndio. Mpira upo hapo? Haupo. Yaani hii ndio ile mimi naita late challenge. Mpira ushatoka. Yeye amekuja amemfyatua. Na kamfyatua kweli? Sana. Hii tunahitaji reckless challenge. Usinipelekee kwenye serious foul play. Hapana, sio serious foul. Mimi sikupelekei. Mimi sikupelekei huko. Wapi kwa kupelekea huko? Na hii alihukumu. Kaihukumu. No, kadi. Hebu ngoja. No, alitoa advantage. Alafu advantage haikuzaa matunda. Angalia hapo, umeona? Akaja akairudisha sasa kule. Akaja akarudisha free kick. Lakini hapakuwepo na kadi. Sasa hii ilistahili kutolewa yellow card. Sasa tunakuja wapi? Simba versus Singida. Tuna historia nzuri ya hii mechi. Sawa? Ndio. Singida wanakujaga kucheza very compact, very tough. Kiasi kwamba kuna wakati wanavuka, wanaenda kwenye using excessive force. Au sio? Haya, tukio hii ni mojawapo ya ile mentality. Sawa? Kilichofanyika hapa foul, bana huyu liwalo na liwe asiondoke. Sawa? So hii tunaiweka kwenye kategoria ya reckless foul. Au sivyo? Reckless foul, kadi ya njano. Okay. Kwenye magoli, kuna goli lilikuwa na shida yote. Goli la kwanza Jonathan Soa, ya pili Keeke, ya tatu Keeke, alafu Ahua anakuja anafunga goli la Simba. Kuna goli lolote labda lilikuwa na heka yoyote? Mimi sikumbuka, sababu game sijaangalia. Bwana, umekuja kuchambua mechi ambayo hujaangalia? Yaani nimeangalia vipande kwenye mtandao. Lakini ukiangalia kwenye mtandao ni ile goli ambalo la pili ilikuwa nafikiri. Hili hapa. Goli la pili. Omar, hii mimi naanza na wewe. Hili goli liko sawa? Hakuna uvunjifu wote wa sheria hapa? Upo. Uvunjifu wa sheria upo. Wapi? Hapa. Mwangalia anaruka. Hapa. Hakucheza mpira? Hapa. Sema hii picha hii ndogo na picha ingegeuka ilikuwa tamu kweli. Unataka engo tofauti? Nitaka niangalie kwa basi sawa. Baada ya mapumziko tutakuletea engo tofauti. Mimi nataka nipate engo hapa ndo sasa na mimi hapa. Hapa. Yeye mpira kagusa Salim mwaka kashaingia. Ndio. Nataka leo mpira kagusa Salim hapa. Sawa. Na wakati mpira mpaka aliposogeza, hakuna nani mgusano wote kati ya Salim na ubeki na forward anakukimbilia mpira hapa.
ngoja tujitosheleze. Mimi hapa kunikuruka engo atuone vizuri Bwana bora kwa karibu na tuambiaje. njoo angalia. Njoo angalia. Ya kwanza nijilizishe vizuri kwanza. Angalia hapo. Mguu ulioenda kwenye mpira wa Ali Salim. Lakini ulianza kugusa Mguu wa keke. Ndo keke. Keke. Kabla hujafika. No. Mfungaji ndo keke. huyu yule Mkenya huyu. Nani huyu? Yule Mkenya jina lake linatoka kidogo Mkenya. Lakini mguu wa Ali Salim kabla hujagusa mpira ulianza kugusa mguu. Haya. Kaugusa mguu. Huyo. Tuna hukumu nini? Faulo. Umemtegea. Ina maana usingemgusa, mpira angeupiga kwa usahihi zaidi. Kitendo cha huyu mchezaji kurukia mpira hapo mjinji wa sheria tayari kwamba hakuwa kwenye nafasi bora zaidi ya kucheza mpira zaidi ya Ali Salim. Sahihi. Sahihi kabisa. Sahihi. Naungana mkono. Mimi nilipoona hii goli nilisema bora njewe kwa fauli. Hakuwa na nia ya kucheza mpira kamrukia. Nia ya kucheza mpira alikuwa nayo. Lakini distance aliyokuepo mpira kati yake yeye na Ali Salim. Ali Salim alikuwa kwenye nafasi bora zaidi ya kucheza mpira. Na hapo ngoja nikuongezee. Ukiangalia kwamba mguu ambaye alikwenda kumzuia Ali Salim ndo mguu wake Ali Salim, yeye ndo anafanyaje? Anapiga. Yaani ndo mguu wake wa kupigia. Na maana Ali Salim labda angekuepo anapiga na mguu wa kushoto. Na maana mpira ungeenda mbali. Lakini Ali Salim akatumia na mguu wake wa kulia. Na yule mchezaji alipotoka pale alipokuja kublock, ameblock ule mguu wa kulia ambao yule maana yule karuka, ukimwangalia hapo karuka. Kwa ile kitendo chake alivoruka ule mguu kafika. Ali Salim wakati anapiga kaanza kupiga mguu tena ndio akaucheza mpira. Kwa hiyo speed ya ule mguu wakati anapiga umepungua pale kwenye mguu. Sawa. Hapa vipi? Hii vipi? Amua. Tuna dakika moja kuna mapumziko. Hii vipi? Mchezaji wa Singida hakuwa na nia ya kucheza mpira kabisa, kwamba ni msukume pushing ili asiucheze ule mpira, halafu ndio ya uchukue, halafu yeye ndio uchukue. Omar, ilikuwa ndani au ndani? Foul sio foul? Kwanza tuangalie. Kwanza ni foul. Foul. Kwa foul ni foul. Haya, kama ni foul tuje tuangalie hapa sasa. Tuangalie hapa. Mkwara anakwenda mpira, anamtambuka hapa. Hapana. Guys. Ngoja. Ngoja. Kuna sehemu nataka niwagandishie alafu tuweke.
Amweni, ndani nje? Ndani nje? Mpira uko ndani. Mkwala? Haya, ngoja tuweke hapa. Weka kwanza kidogo. Hapo? Mpira hapo uko ndani. Mkwala mguu wake? Mkwala mguu wake wa kulia uko nje. Upo nje? Mguu wake wa kulia ule, huko wa kulia kushoto huku. Wa kulia. Wa kulia? Mguu upo nje? Ule wa kulia, wa kushoto ndio ule ambao uko mbele kwenye mstari. Wa kushoto ndio uko mbele. Upo kwenye mstari? Ule mguu wake wa kushoto. Kwa taratibu za kimpira. Fauli ikitokea juu ya mstari? Ndio tunakuja sasa. Mguu wake wa kushoto. Ambao ndo na asilimia ya kucheza nini? Ule mpira. Kwa taratibu za sheria IFAB ni penalty. Sababu uko ndani, juu ya mstari ni ndani. Mguu uko juu ya mstari. Hili stahili kuwa penalty. Tukapata mapumziko mafupi. Tukirejea tutakuwa na matukio mengine. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Huu ni mfululizo wa kuchambua mechi ya nusu finali ya CRDB Federation Cup iliyochezwa kwenye uwanja wa Tanzanite kwa raha kule Manyara. Tulitazama tukio la Morris Chuku kipindi cha kwanza, ambayo hakuonyeshwa kadi ya njano. Hapa tumempata kwenye kadi ya njano. Hii kwanza tujitosheleze na kitu kimoja. Foul ilifanyika nje ya penalty. Hii wote tunakubaliana kwamba hii tukio ilikuwa nje ya penalty. Hapa kuwepo na penalty. Sawa. Lakini je, alicheza foul, alicheza mpira kama anavyodai mwenyewe? Hakucheza mpira. Sawa. Mpira aliucheza Stephen Mkwala, au sivyo? Ndio. Kwa hiyo kadi hii ya njano, tukio hili ilistahili kabisa. Haina ubishi. Haina ubishi. Sasa swali linakuja hapa. Ingekuwa Arajiga alimonyesha Chuku kadi ya njano kwa ile late tackle ya kwanza, angecheza kwa tahadhari kubwa na bila shaka asingecheza hii foul. Of course. Sahihi. Sawa. Na kama asingecheza hii foul, hili lilikuwa ni shambulizi lenye kwenda kufunga goli, matumaini ya upatikanaji wa goli. Sawa. Ilikuwepo. Kama Mkwala angeingia, alikuwa na option nyingi tu za kucheza huu mpira. Sahihi. Ngoja tuangalie option ambazo Mkwala angekuwa nazo kama asingechezea foul. Angekuwa na option moja hapa katikati, pili hapa nje ya juu ya mstari wa penalty area, na watatu Mutale ambaye naye alikuwa anaenda ndani ya penalty area. Sawa. Kulikuwa na option kama tatu, au sivyo? Sasa hapa ndipo tunapoona madhara ya unapoacha kutoa kadi katika incident fulani. Baadaye huyo mtu haoni shida kuja kucheza foul ambayo haitomathiri moja kwa moja, au sivyo? Atasema bora nichukue kadi ya njano, lakini huyu asiende. Kama angekuwa ameonyeshwa kadi ya njano kule
asingeweza kucheza. Hii labda angekuwa makini zaidi, kwa sababu anajua nikicheza hii foul itaonyeshwa kadi ya pili ya njano na nyekundu. Sahihi, na angekuwa makini zaidi. Wanapata faida kutokupata ile kadi. Ina maana anapata faida yule mchezaji. Ni favor kwake kubwa sana. Of course. Sasa ndio maana sisi huwa tunasisitiza panapostahili kadi toweni, tunaulinda ule mchezo tukapata yale matokeo ambayo yanastahili. Sawa. Sahihi. Hongera kwake, hapa amechukua maamuzi sahihi kabisa ya kuonyesha kadi ya njano chuku. Hapo sio kulikuwa kuna yellow kadi mbili hapo. Haya bwana, jamani. Omar Yusuf huyu ya pili ni ipi? Sio namba 36. Anafanyaje? Mwangalia hapo, mwangalia anamfanya ile, unaona? Anapima. Yaani yule anamtetea mwenzie. Yaani faulu Alajiga kaiona vizuri kabisa kama hii faulu. Wakati anakwenda, angalia huyo anageuka hapo. Angalia anamgeukia, unaona? Sijui, lakini unajua maongezi ndani ya uwanja, hajamrushia mkono kwamba nenda zako. Angalia mkono. Rudi hapo. Mimi yani sio maongezi hayana tatizo. Yaani hapo ni mkono. Ule mkono unavyoenda juu. Ule mkono unavyoenda juu. Hapa kaongea, wakati mkono hapa kashashusha. Haya, ngoja sisi tunaendelea na huyu hapa. Angalia huyu hapa. Angalia. Amefanya hivi. Hajamfanyia hivi. Yaani anakataa. Yaani huyo hapo anapinga, anakataa. Unaona anapinga? Sasa Omar, hizi zote tukienda kutoa kadi ya njano na nini, mechi tutakuwa tunamaliza dakika 45 tu. Dabana, ngoja bwana. Sasa hapo umeona huyo alicheza faulu? Na huyu yaani ukitaka unautengeneza mpira yaani huyu ndio anataka kwanza alipokee kadi ya njano. Huyu anaonyesha mikono huyu. Huyu anaonyesha mikono. Huyu anatakiwa aanze yeye kwanza. Nachokwambia sawa, hatuna uhakika nini alicho, kwa sababu mikono na maneno ndio yanayosababisha kuonyeshwa kadi, kutoa kadi, au sio? Huwezi kaja bana refa bana hiyo unaona kazi Alajiga. Umeona Alajiga yuko kwenye position nzuri. Ile faulo ngoja tuangalie, ameiona vizuri kabisa. Sawa. Yuko position nzuri kabisa. Naona bwana. Kwa hiyo huyu alikuwa anaenda vizuri na hiyo. Anaenda vizuri na move, katembea nayo vizuri kabisa mpaka anaingia hapo, kaiona. Haina hata matatizo. Sasa huyu alokuja kupinga yani anamuona kama refa, sio anamuonaje? Sio hapa tutumie Kiswahili gani? Anamuona ni kama lakini hajamdhihaki, hajamdhihaki. Mimi nakuhakikishia hakumdhihaki pale. Kwa sababu ile mkono ulivyoenda, mkono wa kwanza alafu wa pili ni kama vile anaambia bana huyu kacheza mpira bwana. Kwani hebu ngoja. Kwani bana mimi nakwambia. Sasa unaweza ukaona mimi nakwambia kama hutaki shauri zako. Kuna mwingine anakuja bwana so faulu. Lakini unaona anapokuja refa ile so faulu. Sasa hiyo ni hulka zinatofautiana kaka. Haya. Tukio kubwa. Siongei mpaka nyie munipe maoni yenu kwenye tukio hili. Sio tuambie ni kazi hii. Wewe ni referee Mpanzu. Hii amecheza foul moja mbaya sana. Ni serious foul. Sure. Yaani angemvunja yule, ingekuwa amekaza mguu sawa, angemvunja mchezaji wa Singida. Okay. Amecheza Mpanzu foul moja mbaya. Lakini haikuchukuliwa hatua yoyote. Sikumbuka kama ilichukuliwa hatua. Lakini kwa maana ya mchezaji Mpanzu alistahili red card kwa mimi mtazamo wangu. Red card. Wala kanyaga kabisa, yani amezamiria kabisa kumkanyaga Captain Kennedy. Amedhamiria. Amezamiria kwa mtazamo wangu mimi. Kumkanyaga. Okay. Omar? Hivi bwana, kwa hiyo
kwa sababu nimemwangalia Mpanzu hapo hapo, Mpanzu alivyoingia hapo, unaona mpira huo uko nusu kwa nusu, 50-50, uko 50-50. Okay. Huyo nani Kennedy Juma anataka kuondoa huo mpira, Mpanzu anataka apite nao yani. Kennedy Juma akafanikiwa kuufanyaje, kuugusa ule mpira. Kennedy Juma kaugusa upande mmoja, Mpanzu kaugusa upande wa pili. Kwa hiyo Kennedy alipogusa, Mpanzu naye anapeleka mguu wake. Kwa hiyo wakati anapeleka ule mguu wake, ule mpira sema sio kama ulimpiga, ule mpira umekwenda, yani Mpanzu akafanikiwa kwenda. Lakini wakati mguu wake ule ndo anataka kupiga ule, na ukimwangalia sura yake Mpanzu haiko pale, unaona kwenye tukio ile ipo pale kwenye mpira, kwenye mpira wakati anapiga sasa, na Kennedy mguu wake ushafanyaje, ushakuja. Kwa hiyo uangalie mguu wa Mpanzu, mguu wa Mpanzu au kutoka juu kwenda kukanyaga. Mguu wa Mpanzu ukiangalia umetambaa hapa. Ndugu yangu Shamis, unamsikia Omari anachokisema? Unamsikia yale niliyokuambia mimi, nilimwambia mimi kwamba bana ile sio red card. No red card. Why? Tunachoangalia mpira huu hapa chini, mguu wa Mpanzu je, uliinuka ukaenda juu au kwenye mguu au umeenda kwenye mpira? Na mpira kwa sababu ulikuwa unatembea, huu mguu lazima safari itaendelea, hadi uwezo tunakurudisha. Kwa hiyo mguu Unataka kuniambia mguu ulinyuka ule Mpanzu? Hapa ndipo sisi tulipokuwa tunapata shida kutofautisha reckless challenge na serious foul play. Ni kitu kidogo mno. Utahukumu kutoka kwenye reckless utaipeleka kwenye serious, au utaitoa kwenye serious utaileta kwenye reckless. Mpira, position of the ball, sehemu ilipokuwa sawa Ngoja sasa nikuonyeshe hatua kwa hatua. Ndio mpira huu hapa anataka kupiga, wote wamegombania mpira. Yes, miguu iko 50-50. Wewe wakati tunacheza mpira huko mchangani umesahau bambi? Bambi zipo. Hii nini? Hizo bambi? Hiyo bambi hiyo. Yani sasa unajua mimi nimehukumu nini? Hivi. Nisikize kazi. Nilivyoona mtazamo wangu mara kwanza kabisa nimeona mguu umeenda moja kwa moja umekosa mpira huo. Sijui unanielewa vizuri Ndio maana mimi nikawa nakwambia Kwa hiyo Alajiga yuko sahihi. Of course, he was right. Yuko sahihi. Katoa foul. Amehukumu foul. Alihukumu foul? Kahukumu foul. Angalia. Uzuri mmoja, Mpanzu ndio aliyekuja na huo mpira. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa anamiliki huo mpira. Bahati mbaya mguu kwenda kumkusa baada ya kucheza ule mpira. Haya, ngoja hii hapa. Sasa angalia, Mpanzu analalamika kwamba sasa anakupa lingine. Hapo. Angalia huo mguu umemgusa maeneo gani Kennedy. Huu mguu tunasema mrefu huu. Angalia huo mguu. Mguu umeona huku mbele huko. Yaani mguu umemgusa, yani Kennedy umekuja umepanda. Yaani wakati ule wanabapiga lile bambi lile. Yaani mguu umekwenda umepanda huku. Unaona tena ule mguu unashuka sasa. Sio yule mtu unamkuta yani kakandamiza. Yaani mguu umetoka moja kwa moja. Yaani huyu aliuachia ule mguu wake jinsi ulivyokuja. Alikuwa anaendelea na motion yake kama kawaida. Hakumkazia pale. Na kama ndo unasema hiyo foul unayotaka wewe, yani kwa pale ilivyo alikuwa anamvunja moja kwa moja. Of course. Kama Mpanzu naye angeukaza mguu. Kwa sababu huo mguu ndio maana nimekwambia mguu wa Mpanzu umekanyaga huku mwisho huku. Unaona huku. Kwenye video. Alafu samahani Omar. Nani nikukumbushe kitu kimoja. Kwenye hukumu ya serious foul play. Sawa, kunatakiwa kuwepo na excessive force kutoka kwa mpinzani. Sasa mwangalie Mpanzu vizuri hapa. Sawa?
je, ametumia nguvu ya ziada kwenye hii tukio? Kapiga chenga, kapita, anauwai, sawa. Kuna nguvu ya ziada imetumika hapa? Okay. Hamna nguvu ya ziada. So motion Hakuna excessive force. Kwa hiyo nguvu ya ziada. Okay. yeah, hii Sio red card. Ni foul No. kabisa. Tena hata yellow card yenyewe hamna. yellow card mimi natoa. Wewe. Why? Kwa sababu Amehatarisha. hakuwa makini zaidi kwenye kulinda usalama wa mwenzie. mwenzake. Okay. Yeah. Okay. Shamu, kadi ya njano. Kalabwa. Hapa kuna somo kubwa sana kwenye hii tukio. Angalieni. Chuku sijui alikuwa anamshawishi nani kwamba Penalty. hakuacha. No, sio penalty, ni katikati ya uwanja. Captain. Katikati ya uwanja. Sasa captain Yeah. anataka Shamu aonyeshe red card. No doubt. Sawa. Kwa nini? Kwa nini Arajiga hii move hakuachia ikaenda? Okay. Mnadhani kwa nini Arajiga hakuachia hii move ikaenda? Ngoja rudie kwa tuone vizuri. Huyu ni Shamu au Hamza huyu? Huyo Hamza, sio Shamu. Yeah, ni Hamza. Abdulrazak Hamza. Yaani Arajiga angeiachia iende. Angeiachia iende. Ingekuwa offside. Mbelwa. Sahihi, kwa sababu kuna Wakati hii hapa. Hapa wakati huu mpira unachezwa hapa. Rupia tayari alikuwa kwenye nafasi ya kuotea. Sahihi. Au sivyo? Yeah. So kama angeachia Rupia aende, Yeah. sawa, Yeah. ingehukumiwa offside. Ndio. Akaona no, kuna foul ipo hapa. Sahihi. Sawa. Iko Sasa wazi. foul, kwa nini hapa asimuonyeshe nani kadi nyekundu? Foul bado imechezeka upande huu. Katikati ya uwanja. Katikati ya uwanja. Sawa. Ndio nani aliporuka. Abdulrazak Hamza. Au sivyo? Na Dokso tunaipa yadi ngapi kutoka kwenye mstari wa goli? Ndio tunasema hiyo ilikuwa ni nafasi ya wazi kabisa. Nafasi ya wazi kabisa tunaipa kama 25. Au unasema Yadi 25. 25. Au sivyo? Yadi 25. Hapa ni zaidi ya yadi 50. Zaidi ya zaidi. Sawa, kwa hiyo hakuna nafasi ya wazi. Na ndio maana nilimwona Kennedy hapa akisisitiza bana, huyu alikuwa anaenda golini. Mtu wa mwisho. Kwa nini usimuonyeshe kadi nyekundu? Ndio ilikuwa dhamira yake. Chuku, sawa. Huyu hapa Kennedy anakuja, huyu hapa anampokea. Bana alikuwa anaenda huyu. Au sio? Arajiga anaambia hakuna kitu. Katikati ya uwanja hatutoi Dokso. Ngoma. Kuna foul hapa. Hamna faulu. Hamna faulu. Maana hamna foul. Hamna faulu. Hakika Mbelwa vipi? Hajamgusa kweli. Hajamgusa. Mimi naona hajamgusa kwa mtazamo wangu pia. Sahihi. Hakika hajamgusa. Mimi ninavyoona. Rudia tena tujihakikishe sisi. Hii hapa. Rudia. Hii hapa. Hapo. Kwa kumgusa kweli wewe? Kamgusa jamani. Mkono wa kulia angalieni. Mwanzoni mkono wa kulia. Angalia chini zaidi mkono. Okay. Hii hapa. Okay. Umeona? Okay. Tap. Hapo sawa. Na mtu akishakuwa kwenye motion. Ukimgusa kidogo tu umempotezea time. Sisi tuko tunaangalia miguu zaidi, sawa. Ngoja kwa hii sikubali. Unakubali? Jamani,
Omar hajaikubali. Sawa? Mkono gani? Ule kule. Angalia hapa. Gusa mkono wa kushoto. Wa kushoto. Umeona eh? Wa yule. Wa kushoto. Mkono wa kushoto kule. Kamdokoa wa kushoto. Kule. Yeah. Basi ndio umenichanganya, ananiambia mkono wa kulia Yeah. kuna kitu. Unaona mkono hapo ulipo eh? Ule. Kushoto. Huu hapo mkono. Wa kushoto. Ule nyuma. Sahihi, amempushi na ukiwa kwenye motion mkono wa kushoto. lazima uanguke tu. Sawa. Haya. Kamdokoa kidogo sana. Si professional anajua. Kidogo lakini Faulo. Dakika ya 79 Ahoua ameucheza mpira sawa, kuna letako, lakini kuna shambulizi linataka kuanza huku sawa. Alajiga stop kwamba uweke ni foul hapa. Mnadhani kwa nini aliweka foul? Nini kilimsababisha aweke foul? Kilichohusika ni sehemu ya kichwa. Ana wasiwasi kwamba ameumia sana. Na usalama wa wachezaji ni kitu cha kwanza sahihi ambayo referee anazingatia. Sahihi. Au sivyo? Siku zote kwenye mechi matukio kama haya hayakosekani. Foul. Mkwara kauanzisha mpira na Debora ameanzisha mpira haraka, lakini mpira umenaswa sawa. Alivyoanzisha Singida wameunaswa mpira, ndio kulikuwa na haja ya kusimamisha. Haja ilikuwa. Kwa nini? Mpira ulikuwa hujatulia. Ulikuwa unazunguka. Bado unazunguka. Mpira ulikuwa unazunguka Hichi ndicho kilichomokoa na hii akaweza kupata free kick nyingine. Sawa. La sivyo kama mpira ungekuwa umetulia ukianzisha wamenasa wapinzani tunaondoka au sivyo? Kwa sababu ukutaka faida ya mwamuzi kuja kusaidia wachezaji wakae eneo. Yaani mwene yake ya kudai ukuta si wale kule. Si ndio? Wale wakutaka ukuta na wao umeanzisha. Ukuta na wao umeanzisha mpira uko chini. Sasa nyewe muda wote mnaanzisha ligi, mnataka kuanzisha ligi wakati mimi nafunga. Tutakuja kubishana nini? Mpenzi mtazamaji, kwa leo ndani ya kipenga cha mwisho ndio haya tuliweza kukusanyia. Naamini kabisa umepata darasa zuri kabisa, na naomba uwe unatizama haya matukio kwa nia ya kujifunza. Naamini kabisa mtajifunza mengi sana kwenye soka yetu. Hadi Alhamisi jayo nilikuwa na wenzangu hapa Simon Belwa, Omar Yusuf, Alamsik na Eid Mubarak. Kwa wale waliojaliwa, inshallah tusiache kuchinja siku ya Jumamosi. Au sivyo? Inshallah. Thank you very much.